tumejipanga kikamilifu. Ndio. Wilaya ya Mufindi tuna kituo na wenyewe wana shughuli zao wanazitekeleza. Wanaenda kutoa elimu gerezani Supiro, lakini watafanya usafi sokoni na wenyewe, lakini hapa wanatoa elimu stendi. Lakini pia Ilula tuna kituo, mji mdogo wa Ilula. Ndio. Askari wako kule na wenyewe wanaenda kutoa elimu sokoni na mambo mengine. Kwa hiyo tumejipanga ili kuwafikia wananchi wote. Ndio maana unaona siku za kawaida mama mezoea constable, lakini sasa unakutana na watu wengine. Na sasa hizi tuko mtaani, maafisa na askari wote tumetawanyika. Ndio, sawa. Na kitu kingine nimesikia hapo unazungumzia swala la ukaguzi wa eneo lako, labda nyumba yako, eneo lako la biashara, na ukazungumza kuna control number hapo. Na hizo control number zinapatikana wapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Nimesema jukumu moja hapo si kufanya ukaguzi. Ndio. Inatakiwa utuambie jeshi la zimamoto kwamba jamani, nataka na nyumba yangu na eneo langu la duka na hospitali ndio mnikague. Tutakukagua, tukikukagua control number zinatoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Utakapopewa control number utapewa na ripoti tulichokiona na tulichopendekeza. Sasa control number hiyo inakaa siku 30. Maana ukipewa tarehe 1, tarehe 30 na expire. Inatakiwa ulipe ndani ya siku 30. Na hailipwi kwa installment, yani kidogo kidogo, nalipa kwa pamoja. Kama ni 20,000 unaweza kusema nalipa 10,000, 1,000, 2,000. Yenyewe nalipa kwa pamoja. Ni 20,000. Na kwa mwaka ni mara moja. Lakini tukikuandikia ripoti ile ya ukaguzi, ukikizi vigezo tulivyoviandika, unapewa cheti. Inaitwa certificate of compliance. Sisi tunatoa vyeti viwili. Cheti cha kwanza ni cheti dhidi ya majanga ya moto, kwamba umekizi vigezo dhidi ya majanga ya moto, certificate of compliance. Tunatoa cheti cha pili kinaitwa certificate of competence, cheti cha ujuzi, ambacho mara nyingi tunawapa wataalamu wanaohusika na uuzaji, usambazaji na utengenezaji wa vifaa vya zimamoto. Kwa hiyo hapa au kwenye huyu mtu mfanyabiashara, kile cheti kama amekizi vigezo utampa kile cheti. Kwa hiyo usije ukaja tena ukasema nimelipa 20,000 alafu mmenikagua lakini je vigezo umekizi? Hapo ndipo shida tunapoanza kidogo, wananchi wanashindwa kidogo kuelewa. Ile ni tozo ya ukaguzi. Tozo ya ukaguzi. Kwa hiyo ukikukagua, ukikizi vigezo ndio unapewa cheti. Sawa na shule. Yaani hujafaulu unataka upewe cheti. Ambacho haiwezekani. Umesoma, umefaulu, unapewa cheti. Umefeli, upewi cheti. Tunakupa muda. Lakini niseme pia kutokizi vigezo ni kosa la jinai. Na usipokizi vigezo ni kosa la jinai. Unahatarisha maisha yako. Sisi tumekuambia kabisa, ili moto usitokee au ukitokea iwe rahisi kupambana nao, fanya hiki na hiki na hiki. Wewe ufanye, maana yake lengo lako ni moto utokee. Na ukitokea usambae haraka. Kwa mfano, tuna vitu vinaitwa detection system, mifumo ya kung'amua moshi. Kuna hivi vitu ambavyo vinatumia ni mfumo na stand alone. Tukisema weka kile king'amua moshi, maana yake moto ukitokea inawezekana kabla hujasambaa kile kifaa kitapiga kelele, kwa utajua kwa nini kinapiga kelele. Sawa na mtu ameweka alarm kwenye gari yake, ikipiga kelele lazima ushtuke. Na sawa na vile ving'amua moshi na joto, ikipiga kelele utashtuka kuna nini? Ukienda utakutana na kumbe kuna moto. Kama kuna moto nifanyaje? Nichukue kifaa X, nifanyaje? Nizime moto. Lakini ukikataa, maana yake utapata notification, taarifa. Kama utapata taarifa, moto utasambaa kwa haraka. Hapo maana yake umefanya jinai. Umehatarisha maisha yako mwenyewe. Sana mtu anayeamua yeye mwenyewe sasa ajinyonge tu. Ndio huko. Ndio mfano huo. Kwa hiyo umeamua kuhatarisha maisha yako mwenyewe. Na sisi tuna mamlaka ya usipokizi vigezo kukushtaki. Kwa sababu kama ni duka lako halijakizi vigezo, wewe unaweza kuwa chanzo cha moto na maduka mengine kuungua. Kwa hiyo tuna mamlaka ya kushtaki kwa kutokizi vigezo na ni kosa la jinai. Kwa hiyo tuwapokea askari wanaokuja, msikilize. Hujaelewa, ofisi ziko wazi.
usivutane. Inawezekana kuna muda mwingine sisi ni binadamu, ukaja ukavutana kidogo na askari, usiishie pale. Ofisi ziko wazi, njoo kwa kamanda, afande samahani, mimi bwana yeye amekuja mtu X amenieleza hivi, tutakupeleka kwa mwanasheria au tutakupeleka kwa mkaguzi mkuu wa mkoa ambaye ni bosi wetu wa ukaguzi, atakuelekeza kanuni zinasema 1 2 3 4 5. Mwisho wa siku utaondoka wote tunafurahi kuliko ukalalamika ukaumia. Asante sana. Na umezungumza mara nyingi kuhusu vigezo. Tuambie kwa haraka labda kigezo cha kwanza ni kipi, na hichi ukikifikia hiki, utuambie vizuri kuhusu hivyo vigezo ni vipi, ili watu wakivifuata hivyo kwamba wanakuwa wanapata hivyo vyeti, wanakuwa na uwezo wa kuvipata hivyo vyeti. Asante sana ndugu mtangazaji. Vigezo vipo vingi, na vigezo vinategemeana na aina ya biashara unayofanya. Mtu wa duka hawezi kufanana na mtu wa sheri, hawezi kufanana na mtu wa guest house, hawezi kufanana na mtu wa hoteli. Kwa hiyo kigezo kinaendana na aina ya biashara unayoifanya. Kwa hiyo tunaangalia kanuni ya majengo inatuambia huyu mtu awe na nini, lakini pia tuna checklist ambayo imeandaliwa na jeshi, na sio vigezo sio lazima ifike 100%. Kama kuna hiki hapo usipokiweka wewe lazima uweze kupata cheti, lakini vigezo vipo na vyote vinatengeneza toto ya 100%. Kwa hiyo kigezo inawezekana ikawa cha kwanza kuwa na kifaa cha kuzimia moto. Cha aina gani? Tutaangalia kanuni inasemaje. Vingapi? Tutaangalia kanuni inasemaje. Ukubwa gani? Tutaangalia kanuni inasemaje. Na hivi vigezo vyote nitakuandikia kwenye ripoti, structure report form, ripoti ya ukaguzi, na nitakupa, na inatakiwa nikufafanulie. Kwa mwananchi anatakiwa anakuwa huru kwamba bwana, kwa mujibu wa jengo lako, ukubwa wako vifaa viwili labda vya dry chemical powder, ukubwa labda kilo 9, labda kifaa kimoja cha carbon dioxide. Kwa nini? Kwa sababu nataka kukiweka jikoni. Yaani kama hapa ofisini kwetu studio, nikisema niweke dry chemical powder, nitakuwa nimekushauri tofauti. Nitakwambia weka carbon dioxide kwa sababu pana electronic devices, vifaa vinavyotumia umeme. Kwa hiyo akija mtu ndo atakwambia. Lakini vigezo viko vingi. Labda detection detection aina gani? Mfumo au ya kawaida? Ya kawaida maana tunazungumzia ya betri. Tunaweka tu kale ka detection hapo juu kama taa, kanatumia betri. Lakini kuna nyingine ni mfumo, inategemeana na ukubwa wa jengo lako. Yaani uwezo ukawa na chumba kimoja ukasema mtu aweke mfumo. Hapana. Kwa sababu ukijua tu kikiria kile kimoja tunajua ni chumba fulani. Lakini ikiwa mfumo, mfano tuchukulie, twende labda hoteli ya Lumiro kwa mfano. Chukulie mfano. Pale lazima tuwe na mfumo.